Najua wengi hamu yenu ilikuwa ni kuangalia hii filamu ya The Polygamist. Sasa ninakwenda kuwaletea filamu hii. Tafadhali like video hii, subscribe kwenye channel yetu, lakini pia share na wengine ambao wangetamani kuona filamu hii ya Polygamist. Sasa filamu hii inaanza na watu wakiwa wamekusanyika kwenye kuaga mwili wa marehemu, ambaye marehemu mwenyewe ni Bwana Jonas. Lakini at the same time mkewe ambaye anaitwa Joyce anaingia pale kanisani ambako wanafanya ibada ya kuaga mwili wa Jonasi. Lakini filamu ikaonyesha flashback miaka 5 iliyopita, ambapo tunaona Joyce akikumbuka mumewe ambaye alikuwa ni kipanga kwelikweli. Mwamba anachiti vibaya mno yani. Yani huyu unaweza kusema ni mwalimu wa wataalamu wa kutoka nje ya ndoa. Sasa kipindi hiko Joyce alikuwa anaandaa sherehe za miaka 20, yani 20 wedding anniversary, yani miaka 20 ya ndoa ya hawa wawili, yani Jonasi pamoja na mkewe Joyce. Sasa tunaona hapo Joyce akiwa amepeleka kadi za mwaliko kwa Jonasi mumewe pamoja na mchepuko wa Jonasi. Amewapelekea kadi za kuwaalika kuja kwenye kuadhimisha miaka 20 ya ndoa yao. Lakini muda mfupi baadaye Jonasi akampelekea Joyce makaratasi ya taraka ambayo ilimfanya Joyce ashangae sana na kuchanganyikiwa kwelikweli, hadi kamfanya Joyce aende moja kwa moja hadi ofisini kwa Jonasi kwenda kumpiga makavu yake, kumpa makavu live kwamba wewe mwanaume vipi? Yani tunatimiza miaka 20 alafu wewe unanipa divorce. Lakini Jonasi yeye akasema hizo karatasi utazisign, na akawaita walinzi pale kumtoa Joyce mwenye hasira kwelikweli. Lakini Joyce pamoja na Jonasi walikuwa wana watoto, Menzi pamoja na Mpume, ambao walikuwa wametoka pamoja na kazini wao kwenda unajua zile mambo za vijana tena Gen Z. Kazini yao alikuwa anaitwa Sarah pamoja na kaka yao ambaye anaitwa Freedom. Sasa walikuwa wameenda club ambako wakawa na enjoy kule. Sasa wakiwa pale vurugu ikatokea bwana, kwa sababu kuna kijana ambaye alikuwa anamharas rafiki yake na Mpume, ambapo ugomvi mkubwa ukaibuka pale club na kufanya mabouncer wa pale wawafukuze hawa watoto wa Jonasi na Joyce. Sasa huku nyumbani kwa Joyce akapewa taarifa kwamba Jonasi amepanga kwenda vacation, yeye pamoja na mchepuko wake, na akasema kudadadeki, msinitanie. Kumbe kipindi chote hicho alikuwa anajua kwamba Jonasi na mwanamke wake wanaishi sehemu fulani. Akatoka na kwenda pale ambapo Jonasi anaishi na huyo mchepuko wake, akasema hakuna atakaye kwenda kwenye hii safari. Alivyoingia mle ndani, wao walikuwa wako gorofani juu wakiwa wanaoga wanajiandaa, lakini Joyce alivyoingia pale ndani akaamua kuchukua pasipoti zao na tiketi zao kuzichoma moto bwana. Lakini katika prosesi za kuchoma moto, ghafla akakosea, ule moto ukaruka na kuanza kuchoma vitu na nyumba ikaanza kuwaka moto, na Joyce akatoka na kuanza kukimbia. Basi episodi ya kwanza ikawa imeishia hapo. Episodi ya pili ikaanza na mwanadada mmoja mrembo kweli, ambaye huyu mwanadada sasa ndiye mchepuko wa Bwana Jonasi na jina lake anaitwa Matipa. Sasa inaonekana hapo awali Matipa alikuwa ni demu au alikuwa anatoka na kaka yake Jonasi ambaye anaitwa Magesh, na muda si mrefu, yani hapa karibuni, huyu Matipa amepewa ajira kwenye kampuni ya J&J ambayo ni kampuni ya Bwana Jonasi. Sasa Matipa hakutaka kupoteza muda, akajiintroduce kwa Bwana Jonasi yeye mwenyewe haraka sana ya. Na lengo lake ni kuhakikisha Jonasi anamjua na anamfikia Jonasi. Hapo kabla Bwana Jonasi hajaanza kumweka Matipa kama mchepuko wake. Siku moja akiwa amepeleka file ofisini kwa Jonasi bwana, dada akaanza kujiseksisha pale na kujionyesha nyama zake na uwezo wake na uzuri wake.
Siku nyingine wakaonana uso kwa sura tena kabla ya eventi ya pale ofisini kwao kuanza, ambapo Matipa alikuwa na kaka yake Jonasi ambaye ndo bwana wake kwa sasa. Jonasi akawa amepata dharura ya haraka pale, akachomoka na kuondoka, akamwacha Matipa kabla Matipa hajaanza drama zake pale. Lakini kilichomwondoa, kumbe alikuwa amekimbia kwenda nyumbani kwenda kuonana na mtoto wake wa kiume ambaye ametoka kuzaliwa tu kipindi hiko. Lakini akiwa kule hospitalini ameenda kumwangalia mkewe, bwana Jonasi akawa haachi kumkumbuka Matipa ambaye muda ule ule pia Matipa alimpa kikaratasi bwana. Unakumbuka vile vibarua tulivyokuwa tunaandikianaga shule za msingi? Ndo huyu binti bila aibu akamwandikia Jonasi na kumkabidhi, alafu Jonasi akawa ameondoka. Sasa kile kikaratasi kilikuwa kimeandikwa maneno kuntu, na Jonasi akawa amechanganyikiwa nayo kweli kweli. Na kweli bwana, Jonasi akamwacha mkewe akiwa hospitalini, yani Joyce akiwa hospitali, akatoka na kwenda moja kwa moja ofisini kwake J&J. Na alipofika pale akakutana na Matipa, akamwita Matipa ofisini kwake, na ghafla wakaanza kumake up bwana, wanachumiana huku na kule, huku na kule. Jamaa akaitandikia ofisini bwana, mayonnaise hizi hapa. Lakini Matipa akamwambia Jonasi kwamba mimi niko kwenye mahusiano na kaka yako. Lakini Jonasi akaonekana kwamba hajali chochote kile alichokipata kwa binti, akawa amechanganyikiwa. Akamwambia sikiliza, achana nayo yule, hebu mwache, kuanzia sasa utakuwa wa kwangu. Na haikuchukua muda mrefu sana, Jonasi akampandisha cheo bwana Matipa. Lakini maneno yakawa yametapakaa ofisi nzima kwamba bosi anakula ile chombo bwana, yani anapiga Matipa. Lakini hadi Magesh mwenyewe akamfuata Matipa na kumwambia vipi, inakuwaje unaondoka na kuanza kutoka na mdogo wangu? Lakini Jonasi hakujali lolote, kaka yake amemind mbele yake, lakini mwamba hakujali neno lolote. Wakiwa ndani ya ofisi ya CEO tena wakasherekea pale kupandishwa cheo kwa Matipa na nini na vitu kama hivyo. Lakini nyumbani Joyce anamsubiri mumewe. Kumbuka huyu ni mzazi, ametoka kujifungua hapo, na akapokea message kwamba samahani mke wangu, nitakuja nyumbani kwa kuchelewa sana. Lakini mwamba alivyorudi nyumbani, Joyce akashangaa kuona lipstick kwenye shati la Jonasi, na akawa na wasiwasi kwelikweli kwamba yamkini mumewe atakuwa anatoka na mwanamke mwingine. Na Joyce akaamua kutengeneza mission kwamba sasa nitafanya mpango wa kumtafuta ni nani ambaye anatoka na mume wangu na nitahakikisha ninampata. Alipoenda ofisini akaanza kuuliza watu mbalimbali, na dada wa reception pale, yani msaidizi wa Jonasi, akamwambia kila kitu na kumwambia kwamba Matipa ndiye mwanamke ambaye bosi anakanyaga. Sasa siku moja Joyce akiwa ameenda saluni, kwa bahati mbaya ama tuseme bahati nzuri, akawa amemuona Matipa akiwa yuko pale naye anatengenezwa pa. Joyce hakutaka kupumzisha damu hata kidogo, akamfuata Matipa na kumlukia pale, kumwambia kwamba wewe ni mwanamke gani malaya nini, maneno kibao pale. Sasa aliporudi nyumbani, Jonasi akamfuata Joyce na kumwambia kwamba hivyo mwanamke una akili kweli, kwa nini umeenda kumvamia Matipa? Lakini Joyce akamwambia Jonasi, tafadhali naomba uachane na huyo mchepuko wako, mimi ndo mkeo hapa nyumbani, tafadhali ninakuomba. Lakini Jonasi akamwambia sikiliza mwanamke, nitakufukuza hapa nyumbani kwangu. Lakini Joyce akasema Jonasi, mimi ni mkeo, ninakwambia mambo ya kweli. Jonasi akaingia ndani, akaenda kubeba begi lake na kuanza kukusanya nguo, anaondoka bwana. Joyce akaanza kumwomba msamaha, anampigia na kumnyenyekea, anampigia magoti na nini, lakini mwamba ameamua bwana, akaondoka nyumbani. Sasa miezi kadhaa baadaye, Joyce akaamua kuwachukua watoto wake kuwapeleka kwa Jonasi, ambapo huko alikokuwa Jonasi mumewe alikuwa akiishi tayari na Matipa. Yani alivyoondoka nyumbani siku ile alikuwa amehama na kwenda kuishi kwa Matipa. Lakini Matipa alivyoona watoto wameletwa pale na Joyce, Matipa akamwambia Jonasi, mume wangu mpenzi, kumbuka yeye ni mchepuko, tafadhali naomba tupate nyumba kubwa ili watoto wetu, yani akimaanisha watoto wa Joyce, wapate sehemu kubwa ya kuishi pamoja na hao watoto kwa. Jonasi alikuwa ni mwanaume kwelikweli, si unajua michepuko tena. Akanunua nyumba kali kubwa kwa ajili ya Matipa, yani mchepuko, ili aweze kuishi na wanaye, kama wanataka kuja kuishi pale waishi hapo hapo. Hakupanga, alinunua mwamba. Sasa hii episode ikaenda kuconnect na ile episode ya kwanza kabisa, ambapo tunamuona Joyce akiwa amepeleka zile kadi za mwaliko wa kusherehekea kutimiza miaka 20 ya ndoa. Lakini at the same time Matipa naye akawa akimlazimisha Jonasi ampe talaka Joyce
na kumwambia kwamba bwana, fanya haraka sana, kwa sababu mimi nakutaka wewe peke yangu, sitaki tushare na mtu mwingine, nataka uwe wangu wa milele. Matipa huyo sasa anamkanyagia Jonasi kwelikweli. Sasa fast forward hadi pale ambapo Joyce alienda kuchoma nyumba yao, nyumba ikaanza kuungua moto kutoka kwenye episode ya kwanza. Kumbe Joyce alivyokimbia muda ule baada ya kuchoma, polisi wakamfuata nyumbani kwake, wakamkamata nyumbani kwake na kwenda kumfunga jela bwana. Na episode ya pili ikawa imeishia hapo. Sasa episode ya tatu ikawa imeanza na Joyce akiwa yuko jela, yani selo kabisa ndani, na mle ndani alikuwa yuko na mdada mwingine ambaye unajua tena ukiingia jela unaweza kukuta mtu mwingine mle mkakaa wote kwenye kile chumba. Akiwa mle ndani akaanza kujilaumu sana, akajilaumu akimwelezea yule dada namna alivyokosea kuchoma nyaraka za kusafiri za mumewe, lakini na hayo yote yakawa yamemkuta na kusema kwamba sherehe yangu ya kutimiza miaka 20 ya ndoa inakaribia, na mimi nimefanya haya niliyoyafanya, lakini sasa ninajuta kwa yale niliyoyafanya kwa sababu ninacheleweshwa kufanya maandalizi, na nitafanyaje sasa? Lakini upande wa pili Jonasi naye akamfuata Matipa na kwenda kummind, kwa nini wewe umemripoti Joyce? Ona sasa amekamatwa na yuko jela sasa. Hii nyumba kanunua nani? Hivi vitu vya humu ndani si ni mimi nimenunua, nitabadilisha pia. Lakini muda mfupi baadaye watoto wake wakafika pale na wao wakaanza kumlalamikia baba yake kwamba, baba, inakuwaje mpaka sasa hivi mama yetu umemwacha yuko jela amefungwa? Jonasi akamwambia wanaye, samahani, mnisamehe wanangu, mimi nitaenda na kumtoa mama yenu haraka iwezekanavyo. Na muda mfupi baadaye bwana Jonasi akaenda na kumtoa Joyce na kumpeleka moja kwa moja nyumbani kwake na kumwambia, tafadhali naomba usaini makaratasi haya ya taraka. Na Joyce ikabidi akubali tu kwa sababu ni muda mrefu sana Jonasi amekuwa akimwambia, lakini akampa condition moja kwamba sasa nitasign, lakini kwanza ninataka uhudhurie sherehe yetu ya kutimiza miaka 20 ya ndoa. Karatasi zako za divorce mimi nitazisign, lakini hilo ndio sharti namba 1. Sasa siku inayofuata ilikuwa ndo siku ya hiyo sherehe yenyewe, na sherehe ikawa imeanza. Kila mtu pale akawa anasubiri kwamba je, Jonasi atatokea? Lakini sasa Matipa akawa wa kwanza kufika pale. Kumbuka sherehe za namna hii kuna dress code, si ndio? Mara white na nini, lakini Matipa akaja na nguo tofauti na dress code ambayo ilikuwa imepangwa kwenye ile sherehe. Na watu walivyomuuliza akasema, mimi Jonasi wangu hajali, angefurahi mimi nivae nipendeze kuliko kuvaa nguo ambayo sitopendeza. Kumbuka watu walikuwa hawaamini kwamba Jonasi anaweza kaja, lakini baadaye Jonasi akafika pale, na alivyofika pale moja kwa moja akaenda kwa Joyce na kumpiga bonge la chumu pale. Matipa baada ya kuona vile akamaindi kwelikweli, na hapo sasa tukaja kugundua kwamba Joyce kumbe alikuwa ni mtu mwenye marafiki wa hali ya juu sana, na Jonasi aliamua kuja hapo kwa sababu alikuwa anatenda moja kubwa sana ya serikalini ambayo ilikuwa inasimamiwa na waziri, na huyo waziri sasa mkewe alikuwa ni rafiki wa karibu sana wa Joyce. Sasa asingeweza kuharibu kwa sababu huyu mke wa waziri angeweza kumwongelea mambo mazuri kwa waziri ili tenda yake iweze kukubaliwa bwana serikalini. Na muda huo wanandoa hawa wakarenew vao zao na kuongea maneno mazuri kuhusu kila mmoja, na wakaanza kusherehekea kwa pamoja na watoto wao pale, wakikumbatiana, wakichumiana, na pembeni Matipa akiwepo yuko pale, wivu umemjaa, amekabwa kwelikweli, hana hata uwezo wa kupumua. Lakini watu wakaanza kumsogelea Matipa na kuanza kumnanga pale. Alianza mama yake Joyce kumwambia, wewe mwanamke, mbona huna aibu? Lakini baadaye hata yule mke wa waziri naye akaja pale kuja kumdhalilisha Matipa pale. Lakini baadaye pia waziri naye akawa amekuja bwana, akaja pale na kuambia kwamba ninawasapoti sana Jonasi pamoja na mkeo Joyce. Baada ya kusikia maneno Matipa akachanganyikiwa zaidi. Lakini baadaye Matipa akamfuata Jonasi na kumwambia, Jonasi vipi? Kwani huyu Joyce atakwenda kusaini hizo karatasi za kumwacha za talaka? Lakini Jonasi akageuka bila kumjibu chochote, na baadaye akaenda nyumbani kwa Joyce ambapo Joyce akawa ana sign zile karatasi za divorce. Lakini ghafla bwana Jonasi akamdaka Joyce bwana na kumwambia, mke wangu, nimekukumbuka, nimekumisi kweli kweli. Na Joyce alivyokuwa mdhaifu kwa Jonasi akaachilia kila kitu, Jonasi
akamwaga mayonnaise, na episode ya 3 ikaishia hapo. Sasa unataka kujua nini kilichoendelea kwenye tamthilia hii nzuri sana ya Polygamy? Basi usiache kuangalia episode inayofuata, na tafadhali like video hii, subscribe, share. Ni mimi yule Mr. Mayonnaise.